miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usihangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dr. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756944 au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Ngoso. Dr. Ngoso, bingwa wa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali. Katika hotuba yake kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alisisitiza kwamba taifa la Palestina halitakuwa na jeshi, akieleza bayana kwamba Hamas haitakuwa sehemu ya serikali na kwamba makundi yenye silaha yanapaswa kuondolewa nguvu. Ingawa kauli hiyo inaweza kuibua mjadala mkali, wazo la taifa lisilo na majeshi si jipya. Duniani kuna mifano kadhaa ya nchi ambazo zimeamua kuishi bila vikosi vya kijeshi vya kudumu kwa sababu za kihistoria, kiuchumi, kijiografia au kisiasa. Namba 1 ni nchi kutoka Ulaya, Iceland. Nchi hii haina jeshi tangu ilipopata uhuru kutoka Denmark mwaka 1944. Badala yake usalama wa ndani unashughulikiwa na polisi tu, huku ulinzi wa nje ukiaminika kwa washirika wake ndani ya NATO. Kwa miongo kadhaa Marekani iliweka kambi zake za kijeshi huko Keflavik hadi ilipofungwa mwaka 2006. Iceland inabaki nchi bila jeshi, ila ina walinzi wa pwani na kitengo kidogo cha dharura. Gharama kubwa za kijeshi kwa nchi yenye watu wachache, pamoja na eneo lake lisilo rahisi kushambuliwa moja kwa moja, zimeifanya Iceland kuendelea na mfumo huu. Matokeo yake nchi hii inabaki kuwa miongoni mwa mataifa yenye amani zaidi duniani. Namba 2 ni Vatican City. Mfano mwingine wa kipekee ni Vatican City, dola dogo kabisa duniani kwa eneo na idadi ya watu. Vatican haina jeshi, ila inalindwa na walinzi wa kipapa wa Uswisi. Italia kupitia mkataba wa Lateran wa mwaka 1929 inabeba jukumu la kuhakikisha usalama wa kiserikali. Aidha, mataifa mengine madogo kama Monaco, Andorra na San Marino nayo hayana majeshi. Monaco inategemea Ufaransa. Andorra inalindwa kwa makubaliano na Ufaransa na Hispania. Na San Marino imeegemea uhusiano wake na Italia kwa usalama zaidi. Nchi hizi zimetumia rasilimali walizoziokoa kutokana na kutokuwa na majeshi kuboresha sekta za kijamii kama elimu, afya na huduma za kifedha. Nchi nyingine ni Costa Rica. Costa Rica ni miongoni mwa nchi iliyoko Amerika ya Kati, ni kielelezo kingine mashuhuri zaidi. Baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 1948, katiba yake mwaka 1949 ilipiga marufuku jeshi la kudumu. Tangu wakati huo usalama wa ndani unadhibitiwa na polisi wa kitaifa tu,
huku ulinzi wa nje ukitegemea uhusiano wa kimataifa. Uamuzi huu uliruhusu Costa Rica kuelekeza bajeti kwenye elimu, afya na miundombinu. Hadi leo inasifika kama moja ya nchi zenye uthabiti mkubwa katika Amerika. Nchi nyingine ni Panama. Panama haina jeshi tangu mwaka 1990 baada ya uvamizi wa Marekani uliomuondoa madarakani Manuel Noriega. Katiba ya mwaka 1994 ilifuta rasmi jeshi hilo, na majukumu ya ulinzi yakakabidhiwa kwa polisi wa kitaifa na vikosi vya mipakani. Usalama wa miundombinu muhimu kama mfereji wa Panama unasimamiwa na vikosi hivyo, huku ulinzi wa nje ukitegemea ushirikiano wa kimataifa hasa na Marekani. Nchi nyingine ndogo za visiwa kama Tuvalu, Kiribati, Nauru, Micronesia, Palau na visiwa vya Marshall havina majeshi vya kudumu. Badala yake zinategemea polisi wa eneo na makubaliano ya ulinzi na Marekani, Australia na New Zealand. Visiwa vya Solomon viliondoa jeshi lao mwaka 2003 baada ya kutokea kwa machafuko ya ndani, na badala yake usalama ukasimamiwa na ujumbe wa polisi wa kikanda. Kutokana na ukubwa mdogo wa maeneo haya na idadi ndogo ya watu, kuanzisha jeshi la kitaifa si jambo lenye tija. Nchi nyingine ni Mauritius. Tangu uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1968, haijawahi kuwa na jeshi la kudumu. Usalama wa ndani unasimamiwa na jeshi la polisi la kitaifa, likiwa na vitengo maalumu vya dharura. Kwa ulinzi wa nje, Mauritius inategemea ushirikiano wa kikanda na wa kimataifa. Mfumo huu umeipa nafasi ya kuelekeza fedha zaidi kwenye elimu, afya na maendeleo ya kiuchumi. Katika visiwa vya Caribbean, nchi kadhaa pia hazina majeshi. Kwa mfano, Grenada ilivunja jeshi lake baada ya uvamizi wa Marekani mwaka 1983, na leo inalindwa na polisi wa kitaifa na mifumo ya usalama ya pamoja ndani ya jumuiya ya nchi za Caribbean Mashariki. Dominica pia haina jeshi tangu miaka 1980, ikitegemea polisi na usalama wa kikanda. Vivyo hivyo St. Lucia, St. Vincent na Grenadines na St. Kitts na Nevis zinategemea polisi wa kitaifa na makubaliano ya kikanda kwa ulinzi wa nje. Mfumo wa kutokuwa na jeshi una faida zake. Nchi nyingi ndogo zimeweza kuelekeza rasilimali fedha katika huduma za kijamii badala ya matumizi ya kijeshi. Hii imechangia viwango vya juu vya elimu, afya na maendeleo ya kijamii. Hata hivyo, changamoto zipo pia. Kwa mfano, kutojitegemea kwa usalama kuna maanisha kuwa kama washirika wakuu wa kimataifa wataacha dhamira ya kulinda mataifa haya, yanaweza kuwa katika hatari kubwa. Usalama wao unategemea sana uthabiti wa kimataifa na uhusiano wa kidiplomasia. Mwisho, mifano kama Iceland, Costa Rica, Vatican na Mauritius inaonyesha kwamba jeshi si lazima kwa kila taifa. Badala yake usalama unaweza kudumishwa kupitia polisi, ushirikiano wa kikanda na kidiplomasia pia. Hii ni njia mbadala inayobadilisha mtazamo wa kawaida kwamba jeshi ndilo nguzo kuu ya uhuru wa taifa. Mimi naitwa Ananias Edgar.